Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni anatarajia kuapishwa leo rasmi Jumanne 12, 2026 na kuendelea na uongozi wa muhula mwingine wa miaka 5, hatua inayoongeza muda wa utawala wake kufikia miaka 45 ni tangu alipoingia madarakani mwaka 1986. Sherehe hizo za kihistoria zinafanyika Kololo Ceremony Grounds jijini Kampala ni leo kuanzia majira ya saa 4, zikihudhuriwa na maelfu ya wananchi na viongozi wa ngazi za juu kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika. Hafla hiyo kubwa inatarajiwa kuambatana na gwaride kubwa la kijeshi litakalosimamiwa na mtoto wa rais Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda UPDF. Maandalizi ya mwisho yamekamilika huko vikosi vya ulinzi na usalama vikionekana katika kila kona ya jiji kwa ajili ya kuhakikisha usalama. Kwa kuapishwa leo, Museveni mwenye umri wa miaka 81 anakuwa kiongozi wa pili mkongwe Afrika kukaa madarakani kwa muda mrefu. Anatanguliwa na Rais Paul Biya wa Cameroon ambaye ameongoza tangu mwaka 1982, miaka 44 sasa. Museveni aliingia madarakani Januari 29, 1986 baada ya vita vya msituni vya miaka 5 dhidi ya serikali ya Milton Obote na Tito Okello. Miongoni mwa viongozi waliofika Kampala kushuhudia hafla hiyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na Rais William Ruto wa Kenya, na Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, na Rais Joao Lourenco wa Angola. Uwepo wa Rais Samia unaonesha uhusiano imara wa kidemokrasia kama ya Tanzania na Uganda, hasa katika miradi ya pamoja kama bomba la mafuta la Afrika Mashariki EACOP. Hata hivyo, vyama vikuu vya upinzani nchini Uganda vimehusisha hafla hiyo. Kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine amesema hawatambui uchaguzi uliopitisha Museveni, akidai ulikuwa wa dosari. Serikali ya Uganda imekanusha madai hayo na kusema uchaguzi ulikuwa wa huru na haki. Katika hotuba yake inayotarajiwa baada ya kuapishwa, Rais Museveni anatarajiwa kuzungumzia ajenda ya kuingiza Uganda kwenye uchumi wa kisiasa kwa kusisitiza viwanda, kilimo na biashara na teknolojia. Kwa habari motomoto na burudani, michezo na vipindi mbalimbali, endelea kufuatilia Kasako Media na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.